Kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 2. Neno la Mungu linasema, hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafula toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu, ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto, uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Na walikuwako Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano walikutanika wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wote, wakastaajabu wakiambiana, tazama, hawa wote wasemao si wa Galilaya? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliozaliwa nayo? Waparthi na Wamedi na Waelami, nao wakao Mesopotamia, Uyahudi na Kapadokia, Ponto na Asia, Frigia na Pamfilia, Misri na pande za Libya karibu na Kirene, na wageni watokao Rumi, Wayahudi na waongofu, Wakrete na Waarabu, tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Wakashangaa wote, wakaingiwa na shaka wakiambiana, maana yake nini mambo haya? Wengine walidhihaki wakisema, wamelewa kwa mvinyo mpya. Lakini Petro akasimama pamoja na wale 11, akapaaza sauti yake akawaambia, enyi watu wa Uyahudi na ninyi nyote mkao Yerusalemu, lijueni jambo hili mkasikilize maneno yangu. Sivyo mnavyodhani, watu hawa hawakulewa, kwa maana ni saa 3 ya mchana. Lakini jambo hili ni lile lililonenwa kwa kinywa cha nabii Yoeli. Itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Naam, na siku zile nitawamwagia watumishi wangu wanaume na wanawake roho yangu, nao watatabiri. Nami nitatoa ajabu katika mbingu juu, na ishara katika nchi chini, damu na moto na mvuke wa moshi. Jua litageuka kuwa giza na mwezi kuwa damu, kabla ya kuja ile siku ya Bwana iliyo kuu na iliyo dhahiri. Na itakuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Enyi waume wa Israeli, sikilizeni maneno haya. Yesu wa Nazareti, mtu aliyedhihirishwa kwenu na Mungu kwa miujiza na ajabu na ishara ambazo Mungu alizifanya kwa mkono wake kati yenu, kama ninyi wenyewe mnavyojua. Mtu huyu alipotolewa kwa shauri la Mungu lililokusudiwa, na kwa kujua kwake tangu zamani, ninyi mkamsulubisha kwa mikono ya watu wabaya mkamuua, ambaye Mungu alimfufua, akiufungua uchungu wa mauti, kwa sababu haikuwezekana ashikwe nao. Maana Daudi ataja habari zake, nalimuona Bwana mbele yangu siku zote, kwa kuwa yuko upande wa mkono wangu wa kuume, nisitikisike. Kwa hiyo moyo wangu ukapendezewa, ulimi wangu ukafurahi, tena mwili wangu nao utakaa katika matumaini. Kwa maana hutaiacha roho yangu katika kuzimu, wala hutamtoa mtakatifu wako aone uharibifu. Umenijuvisha njia za uzima, utanijaza furaha kwa uso wako. Waume ndugu zangu, mniwie radhi, niseme kwa ujasiri mbele yenu habari ya baba yetu mkuu Daudi, ya kuwa alifariki akazikwa, na kaburi lake liko kwetu hata leo. Basi kwa kuwa ni nabii, akijua ya kuwa Mungu amemwapia kwa kiapo ya kwamba katika uzao wa viuno vyake atamketisha mmoja katika kiti chake cha enzi, yeye mwenyewe akitangulia kuyaona haya, alitaja habari za kufufuka kwake Kristo, ya kwamba roho yake haikuachwa kuzimu, wala mwili wake haukuona uharibifu. Yesu huyo Mungu alimfufua, na sisi sote tumashahidi wake. Basi yeye akiisha kupandishwa hata mkono wa kuume wa Mungu, na kupokea kwa Baba ile ahadi ya Roho Mtakatifu, amekimwaga kitu hiki mnachokiona sasa hivi na kukisikia. Maana Daudi hakupanda mbinguni, bali yeye mwenyewe anasema, Bwana alimwambia Bwana wangu, keti upande wa mkono wangu wa kuume, hata nitakapowaweka adui zako chini ya miguu yako. Basi nyumba yote ya Israeli na wajue yakini ya kwamba Mungu amemfanya Yesu huyo mliyemsulubisha kuwa Bwana na Kristo. Walipoyasikia haya, wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia,
tubuni mkabatizwe kila mmoja wenu kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu, na kwa watu wote walio mbali, na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Akawashuhudia kwa maneno mengine mengi sana na kuwaonya akisema, jiokoeni na kizazi hichi chenye ukaidi. Nao waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume, na katika ushirika, na katika kuumega mkate, na katika kusali. Kila mtu akaingiwa na hofu. Ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume. Na wote walioamini walikuwa mahali pamoja, na kuwa na vitu vyote shirika, wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo, na kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba, na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2, tunaenda kufanya maombi ya kuokolewa kwenye shida. Dunia tunayoishi imejawa na shida zinazogusa kila eneo linalogusa maisha ya mwanadamu. Kuna shida za kifamilia, kuna shida za kiuchumi, kuna shida za kiafya, kuna shida za mahusiano, na kuna shida za kiroho. Na zote hizi zinalenga kuharibu maisha ya mwanadamu na kumzuia asifikie kiwango cha maisha ambacho Mungu amekikusudia. Shida zimefanya watu wapoteze matumaini ya kuishi. Shida zimefanya watu wafanye maamuzi mabaya yaliyoharibu maisha yao. Shida zimewafanya watu wamwache Mungu na kukimbilia kwenye nguvu za giza. Na unaweza kuona jambo hili likitokea kwa watu wanaomwamini Mungu. Siku ya ibada anaenda kanisani, na akitoka kanisani anaenda kwa mganga wa kienyeji. Inakuwa hivyo kwa sababu kuna shida imempata, na amekubali kudanganyika na shetani kwamba akienda kwa mganga atapata suluhisho la shida yake. Unisikilize, itakusaidia. Shetani hawezi kumtoa shetani, na pepo hawezi kumtoa pepo. Shida isikufanye umwache Mungu na kukimbilia kwenye nguvu za giza. Huko uendi kutatua tatizo, badala yake unaenda kuongeza vifungo kwenye maisha yako. Shida zimewafanya watu wasalitiane, ndugu wagombane, na wanandoa waachane. Shida zimefanya watu waseme uongo ili wapate wanachotaka. Shida zimewafanya watu waingie kwenye vifungo vya madeni. Shida zimefanya watu wavunje sheria za Mungu ili wapate wanachokitaka. Na shetani anatumia shida kama silaha ya kuharibu maisha ya watu. Sasa, nini maana ya shida? Nataka nikupe tafsiri ya kiroho itakayokusaidia kuelewa, alafu tuingie katika maombi. Bwana Yesu asifiwe. Unisikilize, itakusaidia. Shida ni nguvu ya kiroho inayokupeleka kwenye tatizo ili upatwe na mateso. Shida ni nguvu ya kiroho inayokupeleka kwenye tatizo ili upatwe na mateso. Hata kama unajitahidi kukwepa matatizo, yenyewe yanakutafuta na kukupata. You're not looking for trouble, but trouble finds you anyhow. Hata kama unajitahidi kujali matumizi ya fedha, kuna tatizo litatokea ili utumie fedha yote. Hata kama unajitahidi usigombane na mwenzi wako, bado kuna namna shetani atajiinua ili mradi pawe na ugomvi. Unajitahidi kujali afya yako, unakula vizuri, unafanya mazoezi, lakini kwa namna isiyoelezeka unapatwa na shida ya kiafya isiyo na sababu yoyote. Lengo la shetani ni kukufanya uteseke hata kama hustahili kuteseka. Lengo la shetani ni kukufanya uwe mtumwa hata kama hustahili kuwa mtumwa. Lakini leo anaenda kukuachia kwa jina la Yesu. Nasema leo anaenda kukuachia kwa jina la Yesu. Ukisoma ule mstari wa 21 wa kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2, neno la Mungu linasema, na itakuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Anaposema kila atakayeliitia jina la Bwana, anamaanisha kila atakayeliitia jina la Yesu. Katika shida inayokutesa kwenye maisha yako, jina la Yesu
ndiyo ufunguo wa ushindi wako. Na kitu ambacho jina la Yesu linafanya ni kwamba unapoliita katika maombi, linaenda kukutoa kwenye kifungo cha kiroho kinachosababishwa upatwe na mateso. Na hapa sizungumzii kuliita jina la Yesu kwa mazoea. Sizungumzii kuliita jina la Yesu huku unatafuna Big G. Hapa nazungumzia kuliita jina la Yesu kwa kumaanisha kutoka kwenye shida inayokutesa. Nazungumzia kile kilio cha ndani ya moyo wako kinachomtaka Mungu aingilie kati maisha yako na kukusaidia. Na ndio maana ukisoma kile kitabu cha Zaburi ya 107 mstari wa 6, maandiko yanatuambia, wakamlilia Bwana katika dhiki zao, akawaponya na shida zao. Hawa watu walikuwa wamefika mahali wamechoka na yale waliokuwa wanapitia. Hawa watu walikuwa wamefika mahali hawana mbadala wa Mungu, hawana uchaguzi mwingine, amebaki Mungu peke yake. Kwa hiyo walipokuwa wanamlilia Mungu, walijua kwamba kama Mungu hata simama na kuwasaidia, basi hawana msaada mahali pengine popote. Walijua kama Mungu hata waokoa, basi hakuna wokovu mahali pengine popote. Kwa hiyo walipolia mbele za Bwana, kilio chao kilikuwa kinamaanisha wamefika mwisho. Sijajua kama umefika hapo mpendwa. Sijajua kama umefika mahali ambapo kama si Mungu kukusaidia, huwezi kupata msaada mahali pengine. Sijajua kama umefika mahali ambapo kama si mkono wa Bwana kukuokoa, hakuna wokovu mahali pengine. Kama si Mungu kuingilia kati, basi huna msaada tena. Liitie jina la Yesu kwenye mazingira ya namna hiyo. Mwite Yesu ili litimie lile neno kutoka kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 33 mstari wa 3, linalosema, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Mwite Yesu ili litimie neno kutoka kitabu cha Zaburi sura ya 34 mstari wa 6, linalosema, maskini huyu aliita na Bwana akasikia, akamuokoa na taabu zake zote. Ukifanya namna hiyo, na kuhakikishia utamuona Mungu akikuokoa, utamuona Mungu akikuponya, maana ameahidi kwamba kila atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Hilo andiko ni lazima litimie, kwa sababu neno la Mungu haliwezi kumrudia bure. Mungu anapotuma neno ni lazima liyafanye mapenzi yake yote, na neno hili likatimie kwenye maisha yako siku ya leo. Nasema neno hili likatimie kwenye maisha yako siku ya leo. Neno hili likatimie kwa watoto wako siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba ufunike macho yako, alafu anza kutafakari. Ni shida gani inakusumbua na kukutesa kwenye maisha yako? Ni shida gani imekufanya umekuwa mtumwa wa kiroho? Ni shida gani imekufanya umekosa ujasiri hata tu wa kusimama mbele za Bwana? Maana umeomba sana kiasi ambacho unahisi kama ukiomba tena Mungu atakuchoka. Unisikilize. Wanadamu wanaweza kuchoshwa na matatizo yako, lakini Mungu aliye hai hawezi kukuchoka. Maombi yaliyo sawasawa na mapenzi ya Mungu ni harufu nzuri ya manukato mbele za Bwana. Kwa hiyo usiache kuomba leo kwa sababu uliomba jana na ukupata majibu. Usiache kuomba leo kwa sababu uliomba wiki iliyopita na ukupata majibu. Bado nafasi yako ipo mbele za Bwana. Jitoe tena mbele za Bwana. Toa dhabihu ya moyo wako kwa njia ya maombi. Mwambie, Baba, ulisema kila atakayeliitia jina lako ataokolewa. Na mimi nimeteseka na shida hii kwa muda mrefu. Ninaomba uniokoe. Ninaomba uniokoe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kabla hujaanza kuliitia jina la Yesu, anza kwa kujitakasa mbele zake. Anza kwa toba na rehema. Mpendwa, ndio tumeanza kuomba hivyo. Mwambie, Baba, najitakasa mbele zako kwa upya siku ya leo. Najitakasa kwa damu ya Yesu iliyomwagika kwa ajili ya ukombozi wangu. Najitakasa kwa damu ya Yesu iliyomwagika kwa ajili ya masamaha ya dhambi. Ninaomba unisamehe. Ninaomba unirehemu kwa makosa yote niliyofanya kwa kujua na kwa kutokujua. Baba, ninaomba unisamehe. Baba, ninaomba unisamehe. Yamkini nimemuhuzunisha Roho wako Mtakatifu kwa sababu ya makosa yangu. Yamkini nimelichafua vazi langu la wokovu kwa sababu ya makosa yangu. Najitakasa kwa upya kwa damu ya Yesu.
najitakasa kwa upya kwa damu ya Yesu. Ninaomba damu ya Yesu inisafishe na kuniondolea mashtaka ya kiroho yaliyoandikwa kwenye mwili wangu. Ninaomba damu ya Yesu iniondolee mashtaka ya kiroho yaliyoandikwa kwenye nafsi yangu. Ninaomba damu ya Yesu iniondolee mashtaka ya kiroho yaliyoandikwa kwenye akili yangu. Ninaomba damu ya Yesu iniondolee mashtaka ya kiroho yaliyoandikwa kwenye mawazo yangu. Baba, najitakasa kwa damu ya Yesu. Baba, najitakasa kwa damu ya Yesu. Natembea juu ya ahadi ya kusamehewa ulioitamka pale msalabani, uliposema, Baba, wasamehe kwa maana hawajui walitendalo. Na upokea huo msamaha kwenye maisha yangu. Na upokea huo msamaha kwenye nafsi yangu. Maana kuna makosa mengi nimeyafanya bila kujua. Kuna dhambi nyingi nimezitenda bila kujua. Baba, najitakasa kwa damu ya Yesu. Baba, najitakasa kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba, endelea kujitakasa. Maombi ya leo ni muhimu sana kwa sababu Mungu anaenda kukufungua. Mpazie Bwana sauti yako. Mpazie Bwana sauti yako. Mwambie, Baba, najitakasa na hukumu za kiroho zilizotolewa dhidi ya maisha yangu. Najitakasa na hukumu za kiroho zilizotolewa dhidi ya nafsi yangu. Asante kwa sababu damu yako ilipomwagika ilinifutia hukumu zote. Nami najitakasa kwa hiyo damu. Nami najitakasa kwa hiyo damu. Nami najitakasa kwa hiyo damu. Najitakasa kwa hiyo damu. Najitakasa kwa hiyo damu. Makosa yangu yasamehewe. Mabaya yangu yasamehewe. Maovu yangu yasamehewe. Bwana, uniweke panapo nafasi katika uwepo wako. Bwana, unipe kibali cha kusikilizwa na wewe. Maana uliahidi ya kwamba sikio lako si zito hata usiweze kusikia. Nami najiunganisha na baraza lako katika ulimwengu wa roho. Najiunganisha na ahadi zako katika neno lako. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Endelea kujitakasa, endelea kuomba. Endelea kujitakasa, endelea kuomba. Achilia damu ya Yesu kwenye maisha yako. Achilia damu ya Yesu kwenye nafsi yako. Achilia damu ya Yesu kwenye mwili wako. Ruhusu damu ya Yesu ikufanyie usafi wa kiroho. Ruhusu damu ya Yesu ikufanyie usafi wa kiroho. Usizuie kitu. Funguka mbele za Bwana. Funguka mbele za Bwana. Kile unachojua hakimpendezi Mungu kwenye maisha yako, sema na Bwana. Mwambie Mungu, unirehemu. Mwambie Mungu, unisamehe. Najitakasa kwa damu ya Yesu. Najitakasa kwa damu ya Yesu. Endelea, endelea, endelea. Kama umejitakasa na unasikia umepata amani, anza kuvunja kazi za shetani zinazotumika kukuingiza kwenye shida. Zivunje kwa kuzitaja kwa majina yake. Kama ni magonjwa, paza sauti yako, sema, Baba, navunja kazi za shetani zinazoniingiza kwenye magonjwa yasiyopona. Navunja kazi za shetani zinazoniingiza kwenye magonjwa ya presha. Endelea kuomba namna hiyo. Endelea kuomba namna hiyo, sawa sawa na Roho Mtakatifu anavyokuongoza. Na kama unasumbuliwa na shida nyingine, itaje na uvunje kazi za shetani zinazokuingiza kwenye hiyo shida. Endelea, endelea, endelea.
Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Usinyamaze, usinyamaze. Vunja kazi za shetani zinazokuingiza kwenye shida inayokutesa. Endelea kuomba, endelea kuomba. Tumia mamlaka uliopewa katika jina la Yesu. Endelea, endelea. Endelea kuomba, endelea kuomba. Simamia andiko la waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 8 linalosema, kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Mwambie Baba, natumia andiko hili kama silaha ya ushindi wangu. Natumia andiko hili kama silaha dhidi ya shida inayonitesa. Navunja kazi za shetani zinazotumika kunitesa kwenye maisha. Navunja na kuzisambaratisha kwa jina la Yesu. 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 Endelea kuomba, endelea kuvunja. Endelea kuomba, endelea kuvunja. Endelea, endelea, endelea. Navunja kazi za kichawi zinazokufunga na kukutesa kwenye maisha. Nazivunja kwa jina la Yesu. 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 Navunja misingi ya uharibifu na mauti inayokutesa. Naivunja kwa jina la Yesu. Naivunja kwa jina la Yesu. Naivunja, 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 naivunja kwa jina la Yesu. Naivunja kwa jina la Yesu. Na washinda wakuu wa giza wanaokutesa kwenye maisha. Navunja mahali pao wanaposimamia. Navunja madhabahu zao wanazotumia kukufikia. Moto wa Roho Mtakatifu walipue mahali walipo. Moto wa Roho Mtakatifu walipue mahali walipo. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Na kutoa mikononi mwao. Na kutoa mikononi mwao. Na kutoa mikononi mwao. Na kukomboa kwa damu ya Yesu. Na kukomboa kwa damu ya Yesu. Na kutoa kwenye magereza yao. Na kutoa kwenye magereza yao. Na kutoa kwenye magereza yao. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Hiyo nguvu inayokuvuta kwenye mateso ikuachie kwa jina la Yesu. Ikuachie kwa jina la Yesu. Ikuachie kwa jina la Yesu. Navunja uhalali wake katika ulimwengu wa roho. Navunja uhalali wake kwenye maisha yako. Navunja silaha zinazotumika kukuingiza kwenye mateso. Navunja na kuharibu tanzi za kiroho zilizokamata nafsi yako na maamuzi yako. Nazivunja zikuachie. Nazivunja zikuachie. Nazivunja, 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 nazivunja zikuachie. Nazivunja zikuachie. Nazivunja zikuachie. Nazivunja zikuachie. Zikuachie kwa jina la Yesu. Zikuachie kwa jina la Yesu. Zikuachie kwa jina la Yesu. Navunja mikataba ya siri iliyokuingiza kwenye magonjwa, iliyokuingiza kwenye madeni, iliyokuingiza kwenye utumwa. Naivunja kwa jina la Yesu ikuachie. Naivunja kwa jina la Yesu ikuachie. Naivunja kwa jina la Yesu ikuachie. Ikuachie, 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 ikuachie kwa jina la Yesu. Ikuachie kwa jina la Yesu. Ikuachie kwa jina la Yesu. Nakataa utambulisho mbaya uliopewa katika ulimwengu wa roho. Nakataa utambulisho mbaya uliowekewa katika ulimwengu wa giza. Nafuta kila muhuri wa mateso uliowekwa kwenye nafsi yako. Nafuta kwa damu
ya Yesu, nafuta kwa damu ya Yesu, nafuta kwa damu ya Yesu, nafuta, 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 nafuta. Mihuri ya magonjwa ifutike na kukuachia, ifutike na kukuachia. Mihuri ya moto ifutike na kukuachia, ifutike na kukuachia, ifutike kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Mihuri ya kichawi inayokuingiza kwenye mateso, inayokuingiza kwenye madeni, inayokuingiza kwenye magonjwa, ninaifuta kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaifuta, 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 ninaifuta. Ifutike na kukuachia, ifutike na kukuachia, ifutike na kukuachia kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea, endelea. Na kama umeshavunja kazi za shetani na unasikia kuvuka, anza kumwita Yesu akuokoe kwenye shida inayokutesa. Mwite Yesu akuokoe, mwite Yesu akuokoe. Mwambie Yesu niokoe, Yesu niokoe, Yesu niokoe. Kumbuka, unapomwita Yesu usimwite kwa mazoea, usimwite kwa mazoea. Mwite kwa kumaanisha, ili akutoe kwenye shida inayokutesa. Yesu niokoe, Yesu niokoe, Yesu niokoe. Endelea, endelea, endelea. Mandiri ya shandarabakori ya sika, rikandarabakokori ya shatandarabakori ya sika. Endelea kumwita, endelea kumwita, endelea kumwita. Mwambie akutoe kwenye shida inayokutesa, mwambie akutoe kwenye msiba unaokutesa. Endelea, 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 endelea. Yesu akusikie mama, Yesu akusikie dada, Yesu akusikie kijana, akutoe kwenye shida inayokutesa. Yesu akutoe kwenye msiba wako, Yesu akutoe kwenye bonde la uvuli wa mauti. Yesu akukumbuke na wewe, Yesu akukumbuke na wewe, kama alivyogeuka aliposikia Bartimayo anaita. Akukumbuke na wewe mama, akukumbuke na wewe baba, kama alivyowahurumia wengine, akuhurumie na wewe. Yesu akutoe mzigo uliokuelemea kwenye maisha yako, maana aliahidi akasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Yesu akutembelee na kukutoa kwenye shida yako. Yesu akutembelee na kukutoa kwenye msiba wako. Yesu akutembelee na kukuponya. Yesu akutembelee na kukufungua. Yesu akutembelee na kukuondolea mateso ulionayo, maana neno lake linasema, mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo yote. Yesu akuondolee uteka wako. Yesu akuondolee machozi yako. Yesu akuondolee vifungo vya utumwa wa magonjwa. Yesu akuondolee vifungo vya utumwa wa madeni. Yesu akuondolee aibu kwenye maisha yako. Yesu akuondolee kusahaulika kwenye maisha yako. Yesu akukumbuke na kukuinua kutoka mavumbini. Yesu akukumbuke na kukuweka huru. Yesu akuguse na kukufinyanga kwa upya. Yesu akuondolee maisha yaliyochakaa. Yesu akuondolee kusahaulika kwenye maisha yako. Yesu akukumbuke na kukuinua kutoka mavumbini. Yesu akukumbuke na kukuweka huru. Yesu akuguse na kukufinyanga upya. Yesu akuondolee maisha yaliyochakaa. Yesu akupe upya wa maisha, ukauone ukuu wake siku zote za maisha yako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ikawe kwako kwa jina la Yesu, 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 ikawe kwako na kwa watoto wako, ikawe kwako na kwa uzao wako, katika jina la Yesu. Mkamuone Bwana, mkamuone Bwana akiwashindia, mkamuone Bwana akiwatetea, mkamuone Bwana akiwavusha, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama umefanya maombi haya, napenda kukupa hongera kwa ushindi,
Mungu akubariki sana kwa kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 yote. Kesho tutaendelea kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3. Kwa hiyo usisahau kuandaa Biblia yako na ujiandae kwa maombi pia. Lakini kabla sijamaliza kipindi cha leo, nataka nikupe nafasi ya kuokoka. Yaani kumpa Yesu nafasi ya ingie ndani yako na afanike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unapookoka, unapata uhakika wa kuishi maisha ya ushindi ukiwa hapa duniani. Lakini pia unapompa Yesu maisha yako, hata ukifa leo, unakwenda mbinguni. Hii ni habari njema sana ya ufalme wa Mungu katika maisha yako. Kwa hiyo kama upo tayari na unamhitaji huyo Yesu akuokoe, aliandike jina lako kwenye kitabu cha uzima wa milele, fuatisha maombi haya. Sema: Mungu Baba, katika jina la Yesu, asante kwa kuniwezesha kusoma neno lako siku ya leo. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote nilizozifanya kwenye maisha yangu. Ninaomba unisamehe. Ninaomba damu ya Yesu initakase. Bwana Yesu, ninafungua moyo wangu na kukaribisha uingie ndani yangu kwa uweza wa Roho wako Mtakatifu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu kuanzia sasa na siku zote. Ninaomba uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Ninaomba unitie nguvu, shetani asinishinde. Ninaomba unitie nguvu, majaribu yasinishinde, katika jina la Yesu. Amen. Kama umefanya sala hii, napenda kukupa hongera kwa kuokoka. Mungu akubariki sana. Tuonane tena siku ya kesho. Mshirikishe na mtu mwingine unayempenda ambaye unajua anaweza akanufaika na usomaji huu wa Biblia pamoja na maombi. Yesu akutunze na kukulinda. Amen.